Naam, mfuatiliaji wa Snada TV au hali gani? Bila shaka wewe mzima wa afya njema. Heri ya sikukuu ya mwaka mpya 2026. Karibu katika studio za Snada. Leo hii tuna mahojiano maalum kabisa ya kufungua mwaka 2026. Nipo na mdau wa maendeleo katika mkoa wa Singida, lakini pia katika nchi yetu ya Tanzania. Atajitambulisha majina yake, lakini hii ni special exclusive interview ya kufungua mwaka 2026. Kaa karibu na Snada TV kwa ajili ya kufahamu mambo kadha wa kadha kutoka kwa mdau wa maendeleo. Hapa mimi ni ripota wako wa nguvu John Hassan wa Snada TV. Asante. Karibu sana. Mambo vipi? Si safi bwana. Heri ya mwaka mpya. Heri na kwako pia. Asante sana. Hongera kwa kuona mwaka mpya 2026. Kwa kweli nashukuru sana. Tumeuona mwaka mpya. Naam. Mwaka 2025 umepita. Sasa tuko mwaka 2026. Asante sana. Karibu katika studio za Snada TV. Asante sana. Asante sana. Naam, mfuatiliaji wa Snada TV. Kipindi chetu hiki cha exclusive interview kipo powered by Techno Tanzania, ambao wanakuletea bidhaa zao nzuri kabisa, lakini pia bila kuwasahau Royal Village Hotel wanaotoa huduma zao nzuri katika mikoa ya Dodoma, Singida, Dar es Salaam na Morogoro. Lakini tuko powered by BioSustain wanaopatikana mkoani Singida General. Lakini tuko powered by Sangawe Glass and Aluminium. Wao ndio wadhamini wa kipindi chetu cha mahojiano maalum ya kufungua mwaka 2026. Wafuatiliaji na watazamaji wangetamani kujua jina lako ni nani? Karibu sana. Kwanza ni kushukuru Bwana John Hassan. Naam. Kwa kunialika katika kipindi chako na studio yako hii nzuri. Naam. Lakini pia nitumie nafasi hii kukupongeza. Shukrani sana kwa kazi nzuri unayofanya. Naam. Sisi watu wa Singida tunajivunia wewe kijana wetu. Asante sana. Unafanya kazi ya habari vizuri. Kwa hiyo endelea kuchapa kazi. Asante sana. Naamini kwamba huko mbele tutakuwa na mwandishi wa habari bobevu kabisa na mkongwe akitokea Singida. Asante sana. Mimi naitwa Jafari Saidi. Naam. Mimi ni Mtanzania. Niliyezaliwa katika mtaa wa Utemini. Kata ya Utemini katika mji wetu huu wa Singida. Lakini nimekuwa hapo, nimezaliwa hapo, nimeishi hapo. Katika maisha yangu yote nimeishi Utemini na mpaka hivi sasa. Ukiacha majukumu mbalimbali ambayo natekeleza huko katika maeneo mengine. Lakini mimi kwetu, kwa maana ya ninapoishi, kwa maana ya makazi ya kudumu, basi ni Utemini. Kwa hiyo mimi baada ya kuzaliwa nimepata elimu yangu ya msingi katika shule ya msingi Utemini kwa miaka 7 kati ya mwaka 95 mpaka mwaka 2001. Lakini baadaye nikajiunga na shule ya sekondari Dr. Salimini kwa miaka 4 kati ya mwaka 2002 mpaka 2005. Lakini baadaye nikajiunga na shule ya sekondari Kibaha kwa masomo ya A level kati ya mwaka 2006 mpaka 2008. Lakini baada ya hapo nikajiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Hongera sana. Kufanya shahada ya kwanza katika masuala ya kemia. Lakini baadaye nikajiunga na chuo kikuu cha Purdue nchini Marekani kwa ajili ya shahada ya pili katika mambo ya sayansi ya udhibiti wa bidhaa za afya, bidhaa za dawa, vifaa tiba na vitendanishi. Kwa hiyo kwa kifupi, huyo ndio Jafari Saidi. Lakini pia mimi ni baba wa watoto 3 wakiongozwa na mtoto mkubwa kabisa anaitwa Samia. Kwa hiyo kwa kifupi, kwa wale ambao pengine wanajiuliza huyo mgeni wako ni nani? Huyo ndio Jafari Saidi. Okay. Shukrani sana. Mfuatiliaji wa Snada TV, hapa nipo na mkemia ama mwanasayansi ambao mkoa wa Singida unajivunia kuwa na kijana mahiri kabisa katika upande huo. Lakini pia
kama Snada TV tunajivunia kuwa nawe katika siku ya leo katika studio zetu kwa kututembelea. Asante sana. Na tunafarijika sana. Asante. Lakini Jafari, tumekuwa tukikuona katika nyanja mbalimbali, na wewe umekuwa ni mdau wa maendeleo mkubwa sana katika nchi ya Tanzania, hususan katika sekta ya afya, michezo, lakini katika kada ya siasa pia umekuwa ni mdau namba 1 hususan katika mkoa wa Singida. Lakini kwa vijana umekuwa ukiwagusa kwa kuwashauri, lakini pia kwa kuwashika mkono. Hebu tuelezee pale ulijitambulisha kama Jafari. Sasa Jafari ni nani? Tunataka tujue Jafari ni nani? Amebeba nini? Kama nimesema, mimi unaweza kunitambulisha kwa engo tofauti. Naam. Engo ya kwanza ni hiyo historia ya Jafari Said ni nani. Lakini mimi ni miongoni mwa wadau wakubwa sana wa michezo kwenye taifa hili. Okay. Pia nikiwa kiongozi wa michezo katika ngazi mbalimbali. Ikiwemo pia mimi ni mwenyekiti wa ligi ya mashirika ya umma mkoa wa Dar es Salaam, Dar es Salaam Staff Sports League. Lakini pia mimi ni mjumbe wa kamati ya michezo ya Mei Mosi Taifa inayoratibu masuala mbalimbali ya michezo. Nafanya kazi taasisi inaitwa Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba, nikiwa kama mkaguzi mwandamizi wa dawa. Kwa hiyo kitaaluma sasa nafanya kazi zangu za kitaalamu, masuala ya udhibiti na kuhakikisha dawa ambazo wanatumia wananchi ni zile dawa zenye ubora na usalama unaotakiwa. Lakini nje ya taaluma mimi nina interest sana na mambo ya mpira, mchezo wa mpira wa miguu. Lakini pia mimi ni mfuatiliaji wa mambo ya maendeleo na siasa kwa ujumla wake. Ni mtu ambaye anafuatilia kwa karibu kwa ajili ya interest ya masuala mbalimbali ya nchi. Na maana kuna watu wanasema bwana siasa wewe, mambo haya siasa ni maisha ya watu wote, ikiwemo sisi ambao ni wanasayansi. Kwa hiyo tunafuatilia kwa karibu masuala ya kisiasa. Kwa hiyo unaweza kuniona katika engo tofauti kulingana sasa na muktadha wa eneo husika. Shukrani sana. Hapo umejaribu kumwelezea Jafari kwa upande wa kitaaluma, lakini ushiriki wake katika engo tofauti. Mwaka 2025 unaweka alama gani katika historia ya maisha yako? Kama ambavyo watu wote wanafahamu, mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi. Kwa ni mwaka wa uchaguzi ambapo kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu tunafanya uchaguzi kila baada ya miaka 5. Kwa hiyo mwaka 2025 pia ilikuwa ni mwaka ambao kwa mujibu wa katiba tulipaswa kufanya uchaguzi. Kwa hiyo katika uchaguzi ule na mimi nilipata bahati ya kushiriki na mchakato wa kidemokrasia, na hasa kwa kuchukua fomu, kuomba kuteuliwa na CCM, kugombea ubunge katika jimbo letu la Singida mjini. Kwa hiyo ni mwaka ambao na mimi nilishiriki ule mchakato wa kutafuta viongozi ambao unaanza kwenye vyama na baadaye unaishia kwa wananchi. Kwa hiyo nina furaha kuwa sehemu ya huo mchakato. Sio bahati sikufanikiwa, lakini mimi kwanza kule kushiriki ule mchakato wote ni jambo ambalo linabaki kama kumbukumbu katika historia ya maisha yangu. Kwa hiyo shiriki kwa hatua hiyo ni jambo moja kubwa ambalo kwa mwaka 2025 kwa kweli itabaki kama kumbukumbu katika historia ya maisha yangu. Okay, asante. Maana ni kama alama ya kudumu. Sasa umetuambia kwamba haukufanikiwa. Sasa hujatuambia haukufanikiwa kufanya nini katika mwaka 2025 katika ushiriki wako sasa katika kinyang'anyiro hicho cha kuteuliwa ili kupeperusha bendera ya CCM kwa upande wa ubunge jimbo la Singida mjini. Sasa haukufanikiwa kufanyaje? Waambie watazamaji. Kama nilivyosema, mimi nilichukua fomu. Sawa. Nilipochukua fomu niliomba niteuliwe. Niliomba kuteuliwa kati ya wangapi? Kati ya watu 22. Na wewe ni miongoni. Na mimi ni miongoni mwao. Niliomba kuteuliwa na CCM ili niwe mgombea wa CCM kwa nafasi ya ubunge kwa jimbo letu la Singida mjini. Kwa hiyo naposema sikufanikiwa, maana yake sikufanikiwa kupata huo uteuzi. Uteuzi ambao hatimaye mama yetu Yagi Kiaratu ndiye aliyeteuliwa kuwa mgombea
wa jimbo letu la Singida mjini kwa tiketi ya CCM, ambaye hatimaye alifanikiwa kuwa mbunge akitokana na CCM. Kwa hiyo pia nitumie fursa hii kumpongeza sana. Sana tulikuwa wengi, isingewezekana tukawa wabunge wote. Siku zote nafasi ni chache, tunajitokeza wengi. Basi imempendeza Mungu kwamba yeye ndo ashike hiyo nafasi kwa kipindi hiki cha miaka hii mitano. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumpongeza. Lakini pia tuna kila sababu ya kumuunga mkono kwa faida ya mji wetu wa Singida, kwa faida ya mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla. Kwa sababu uchaguzi umekwisha. Hatutakuwa na uchaguzi mwingine. Kwa hiyo lazima sasa wale ambao wamefanikiwa pata nafasi, sisi tunawatakia kila la heri. Waende wakatimize kazi walioiomba kwa kujituma, kwa moyo na kwa uzalendo. Naamini wanasaidia yale mambo walioyaahidi kwa wananchi watayatekeleza, na itasaidia kubadilisha maisha ya watu wetu kutoka hapo walipo kwenda maisha mengine mazuri zaidi. Kwa hiyo kwa kawaida mchakato kama huu ukiisha ndio umekwisha. Hakuna mchakato mwingine utakuja mwaka 2030. Na mimi nitoe wito pia kwa wale ambao tulishiriki. Si lazima uwe wewe tu. Anaweza kuwa sio wewe. Maana hizi dhamana za uongozi, cheo ni dhamana. Na uongozi unatoka kwa Mungu. Kwa hiyo uchaguzi ukiisha umeisha. Aliyeshinda tunamuunga mkono. Tunamsaidia, tunashirikiana naye. Tukiamini kwamba kila aliyeomba nafasi alikuwa na dhamira njema kwa maslahi ya umma. Kwa hiyo hapa sasa tunatanguliza mbele maslahi ya umma, sio maslahi yetu binafsi. Lazima tufike wakati kwamba maslahi ya umma yawe mbele zaidi kuliko maslahi yetu ya mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo uchaguzi umekwisha. Wako watu, huu sasa ni wakati wa maendeleo. Itakuwa ni jambo la ajabu kuona mtu anaendelea kufanya siasa za uchaguzi hata baada ya uchaguzi kwisha. Sasa sote tunapaswa kuungana, kujielekeza kwenye masuala ya maendeleo. Maendeleo ya maeneo yetu, lakini maendeleo ya taifa letu kwa ujumla. Kwa sababu tuna nchi ambayo ni kubwa kuliko sisi mmoja mmoja. Okay. Asante sana, shukrani. Umetuelezea namna ambavyo ulishiriki katika mchakato, lakini pia umetuambia mwaka 2025 ni mwaka ambao umeweka alama ya kudumu kwenye moyo wako. Sababu sasa tunaingia mwaka 2026. Ni matukio yapi mengine ambao kwako wewe unakumbuka mwaka 2025? Kwanza ukiacha sasa uchaguzi huo, yako mambo pia yaliyotokea yakiambatana na mambo ya uchaguzi. Kama utakumbuka tarehe 29 Oktoba na tarehe 30 ilitokea vurugu katika taifa letu. Hili ni jambo ambalo limetokea kwa mara ya kwanza. Hatujapata kushuhudia matukio ya aina hiyo kwa ukubwa ule tulioshuhudia Oktoba 29. Kwa hiyo kwanza nitumie fursa hii kutoa pole kwa ndugu, jamaa, marafiki waliopoteza wapendwa wao na ndugu zao kupitia vurugu zilizotokea Oktoba 29 na 30. Lakini pia nitoe pole kwa wale waliopata majeraha na ulemavu. Wako watu naambiwa walikatwa vidole. Nao pia nitoe pole za dhati kabisa. Lakini pia nitoe pole kwa wale waliopoteza mali. Wako Watanzania wenzetu wasio na hatia yoyote. Maduka yao yalivamiwa, mali zao zikavamiwa, zikachomwa moto, wakaibiwa. Wengine walikuwa na mikopo, walikuwa wanategemea waweze kufanya biashara ili waweze kulipa mikopo, lakini kwa bahati mbaya na wao wameathirika kutokana na vurugu zilizojitokeza Oktoba 29 na 30. Sasa mara nyingi matukio ya aina hii, matokeo ya aina hii mara nyingi huwa pale ambapo zinatumika njia zisizo za kikatiba. Aidha ni kutoa maoni au kudai haki au kufanyaje. Madhara yake huwa ni hayo. Watu wasio na hatia hupoteza maisha, mali za watu huharibika. Kwa hiyo mimi kwa maoni yangu, kudai haki au kutetea haki, kuhubiri haki ni jambo lisilo na matatizo yoyote yale. Ni jambo ambalo ni wajibu wetu kama Watanzania kuhubiri, kutetea na pale ambapo kuna haki haijatendeka, hakuna ubaya wowote wa mtu kudai haki yake.
Tuna makundi mbalimbali katika jamii yetu, wako wakulima, wako wafugaji, wako wafanyakazi. Sasa pale ambako unadhani kuna haki yao haijatendeka, hauwezi kuwaambia wakae kimya. Lakini muhimu ni kwamba njia zinazotumika kudai haki lazima ziwe ni njia za kikatiba, lazima ziwe ni njia za kisheria. Sasa hata uwe na nia njema kiasi gani, kama njia unazotumia ni njia zinazokiuka sheria na katiba ya nchi, hayo matukio yanageuka kuwa uhalifu kama uhalifu mwingine. Kwa hiyo wito wangu kwa watu wa Tanzania wote wa makundi tofauti tofauti, wanasiasa, wananchi wa kawaida, wakulima, wafugaji, wafanyakazi, si dhambi kudai haki. Lakini unatumia njia gani? Hicho ni kitu muhimu sana kuzingatia. Ni lazima tudai haki kwa kufuata njia za kikatiba, kwa kufuata njia za kisheria. Hata kama kuna jambo unadhani haliko sawa, ni lazima tutumie njia za kikatiba na kisheria kuweza kutatua hizo changamoto. Kwa mfano, unajua hata mimi nilichukua fomu kama nilivyosema ya kuomba kuteuliwa kugombea ubunge na hatimaye niwe kiongozi. Kwa nini? Kwa sababu naamini kuna mambo yalikuwa yanahitaji kutoa mchango wangu kuyarekebisha. Sio? Sasa hii ni mojawapo ya njia ya kikatiba. Kama mtu anataka kuandamana, lazima maandamano yawe ni kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria. Ukiyapima kwa vigezo hivi, uyaone kweli haya ni maandamano yanayokidhi vigezo vya kisheria na kikatiba. Kwa hiyo haya ni mambo muhimu sana tukaendelea kukumbushana na tukaendelea kuhimizana kama Watanzania. Tukianza kushabikia vitendo vinavyokiuka katiba na sheria, hata kama vina nia njema kiasi gani, lakini kama haviendi katika misingi inayokubalika kisheria na kikatiba, sasa hapo tutasababisha madhara makubwa zaidi kuliko hata hicho ambacho tunakipigania. Na mara zote haki haiwezi kupatikana kwa njia za kukiuka katiba, kwa njia za kukiuka sheria. Lakini pia unapodai haki, lazima pia ulinde haki za watu wengine. Huwezi kuwa unasema unadai haki wakati huo unapoka na kupora haki za watu wengine. Na hizi siasa za Tanzania zimejengwa katika msingi wa mazungumzo, msingi wa majadiliano, msingi wa kushawishi, sio kutumia nguvu. Ndiyo maana hata uhuru wa Tanganyika umepatikana katika misingi hiyo. Kwa mtu yeyote ambaye kuna jambo anadhani ni muhimu akalifanikisha, ahakikishe kwamba anatumia njia za kushawishi, njia za kujenga hoja, sio njia za kupanga fujo na machafuko ili uweze kutimiza ndoto ambazo unafikiri unaweza kuzitimiza. Kwa hiyo tukio hili kwa kweli litabaki katika mioyo yetu kwa muda mrefu, kwa sababu lilihusisha upotevu wa maisha ya watu, mali za watu, lakini na kusababisha wengine kuwa majeraha wa namna tofauti tofauti. Na kubwa zaidi ni kwamba kama taifa, tukio hili linapaswa kuwa limetufunza kwa pande zote, kwa maana upande wa serikali, upande wa wananchi, kuna somo linapatikana kupitia hili tukio. Sasa lazima tuje pamoja kama taifa kuhakikisha kwamba kilichotokea Oktoba 29 hakiwezi kujitokeza tena. Na nimeona Mheshimiwa Rais aliunda tume ya kuchunguza yaliyotokea. Ilikuwa ni muhimu sana kuunda tume kwa sababu mambo mengi yanayozungumzwa mengine sio ya kweli. Yapo yanasema ni kweli, lakini taarifa nyingi hazijulikani kwa usahihi. Kwa hiyo kulikuwa na umuhimu kuunda tume au jopo la watu kwa ajili ya kuchunguza, kuona hasa kilichotokea ni nini na kupendekeza hatua za kuchukua ili yaliyotokea yasitokee tena. Sasa mimi nimewatizama wale walioteuliwa. Ukiwatizama walioteuliwa, ukianza na Jaji Chande Othman na wengine, ni watu wenye sifa, ni watu wenye uwezo, ni watu wenye historia inayoaminika na kukubalika katika masuala yanayohusiana na uchunguzi na wengine wameaminika katika nchi mbalimbali duniani. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba tuwape muda. Tuwape muda waifanye kazi yao vizuri.
halafu tutajadili taarifa watakayoitoa. Kama itakuwa na mapungufu, hapo sasa tutakuwa na mambo ya kuongezea au mambo ya kujadili. Lakini kwa sasa hata kazi haijafanywa. Baadhi ya watu wanapinga uteuzi wa ile tume, na hichi si kitu kigeni. Mimi nakumbuka Bwana John Hassan miaka 2012 Rais Jakaya Kikwete aliunda tume ya mabadiliko ya katiba ikiongozwa na Jaji Joseph Sinde Warioba. Ile tume ilikumbana na upinzani mkali. Kwanza walikuwa wanapinga rais kuteua hiyo tume kama wanavyopinga wengine hivi sasa. Lakini si tu rais kuteua, bali walikuwa wanawapinga hata wale wajumbe walioteuliwa, kwamba hawa kina Warioba hawa ni ma-CCM hawa hawatafanya jambo lolote isipokuwa kulinda maslahi ya CCM. Kwa hiyo wakaongea maneno mengi, watu wakamaliza. Lakini baada ya ile tume kufanya kazi yake na kuikamilisha, hata wale waliokuwa wanapinga sasa wamegeuka kuwa watetezi wakubwa wa katiba kama ilivyopendekezwa na tume ya Jaji Joseph Sinde Warioba. Kwa hiyo kumbe wangeweza kuipa nafasi tume ya Warioba, baadaye ungekuwa na nafasi nzuri ya kufurahia matokeo na ile katiba iliyopendekezwa. Lakini sasa ukianza kupinga kuanzia mwanzo, kwa negative kuanzia mwanzo, tuweke akiba ya maneno ili sasa tutoe nafasi hii tume ifanye kazi yake na tutoe ushirikiano, kwa sababu tume itaandaa taarifa. Kwa hiyo taarifa yake tutaipima na yenyewe kwa kiasi gani imekidhi matarajio ya wananchi, kwa kiasi gani inaweza kutusaidia kusonga mbele zaidi, na kwa kiasi gani inaweza kutusaidia yaliyojitokeza yasijirudie tena. Kwa hiyo wito wangu mkubwa ni kwamba tuwape muda ili waweze kuifanya kazi yao vizuri, na hatimaye sasa tuone namna gani tunaweza kutoka hapa tulipo. Lakini jambo lingine muhimu nitaka niseme hapa, mimi nikimtizama Samia Suluhu Hassan rais, ninamuona na dhamira njema na ana uwezo wa kuliongoza taifa letu katika kujiumba upya kupitia maridhiano, lakini pia kupitia mchakato wa katiba mpya. Huyu Samia Suluhu Hassan ni mtu mnyenyekevu, ni mtu msikivu, ni mtu anayekubali kusikiliza wengine. Kama utakumbuka, alipoingia tu madarakani, alithibitisha kwa vitendo na pasipo shaka kwamba anaweza kutuunganisha. Kama utakumbuka, kuna watu walikuwa wamekimbia nchi, lakini akazungumza nao wakarejea nchini. Kama utakumbuka, kuna watu walikuwa na kesi nyingi, zile kesi zote zikafutwa. Kama utakumbuka, vyama vya siasa vilikuwa havifanyi mikutano ya hadhara, mikutano yao ya kisiasa, akarejesha vifanye mikutano ya kisiasa. Viko vyama vilikuwa havijalipwa ruzuku kwa miaka mingi, lakini vikalipwa fedha zote ambazo walistahili kulipwa, na wengine wakafanya maendeleo makubwa ambayo hawakuwa wameyafanya kabla ya hapo. Matukio yote haya yanadhihirisha dhamira njema na utayari wa Samia Suluhu Hassan kutuleta pamoja kama Watanzania. Kwa hiyo tutoe nafasi kwa mazungumzo, tutoe nafasi kwa maridhiano, ili hatimaye tuweze kujenga taifa jipya litakalo kuwa bora zaidi kuliko tulikotoka. Hakuna njia nyingine ya kutafuta amani na haki na maendeleo isipokuwa kwa kukaa mezani. Na pale ambapo serikali inayoongozwa na Samia Suluhu Hassan imenyoosha mkono wa maridhiano, huu mkono tuupokee. Tusipoteze fursa hii ya kuwa na kiongozi wa namna hii kama tulivyopoteza huko nyuma. Unajua Bwana John Hassan, sijajua mwaka 2012 wewe na baada ya hapo ulikuwa wapi, lakini kulikuwa na mazingira mazuri sana ya kujadiliana. Hali ya siasa ilikuwa uhuru, sio? Na kukawa na ule mchakato wa katiba mpya, sio? Ile ilikuwa ni fursa nzuri ya kupata katiba ambayo ni bora kuliko hii iliyopo sasa. Lakini wako wanasiasa kwa kukosa negotiation skills. Unajua katika mazungumzo hauwezi kutaka wewe upate kila kitu. Yako mambo utapata, yako mambo utapoteza.
Sasa kwa kukosa negotiation skills, wako wanasiasa walitaka yote, lakini matokeo yake tukakosa vyote. Kwa hiyo ni fursa tuliyoipoteza. Sasa tusipoteze fursa nyingine. Kiongozi huyu ni mtu muungwana, ni mtu msikivu, ni mtu mnyenyekevu, sio mtu babe, sio mtu ambaye anataka yeye lazima liwe. Kwa hiyo tutumie fursa hii vizuri kuhakikisha kwamba nchi yetu inapata katiba mpya itakayolipeleka mbele zaidi taifa letu. Okay. Mfuatiliaji wa Snada Ray TV, kada wa Chama cha Mapinduzi lakini mdau wa maendeleo Jafari Saidi amefafanua kwamba matukio ambayo kwa mwaka 2025 yatabaki moyoni, lakini kama alama isiyofutika katika maisha yake, kwa namna ambavyo amefafanua. Lakini tunakumbuka kwamba mwaka 2025 mwezi Juni, baada ya bajeti kuu ya Tanzania kusomwa bungeni na waziri wa fedha wa kipindi hicho Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, tulipata wasaa wa kuchambua bajeti hiyo, lakini uliweza kumfananisha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kama Pacome Zouzoua, kwamba ni kiungo mchezeshaji katika kuhakikisha kwamba Tanzania inapiga hatua katika kukua kwa uchumi, lakini pia ulijadili kuhusu deni la taifa. Sasa mwaka huo ikiwa Mwigulu Lameck Nchemba ulimfananisha na Pacome Zouzoua, lakini mwaka huo baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 alipata ridhaa, aliteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na akapitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwako wewe hii ulichukuliaje? Ukiangalia kwamba uliweza kumfananisha na kiungo mchezeshaji na hatimaye sasa kiungo huyu mchezeshaji ni waziri mkuu sasa. Karibu. Kwanza nikushukuru. Mimi kwa muda mrefu sana huwa naamini kwamba Mwigulu kuna uwezo anao. Uwezo wa kiakili, uwezo wa kisiasa, na uwezo wa kusimamia mambo makubwa ya maendeleo katika taifa letu. Kwa hiyo sikushangaa wala kustaajabu alipopata nafasi ya kuteuliwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naamini ni mtu kwa uzoefu wake, kwa uwezo wake, ni mtu ambaye ana uwezo wa kuifanya kazi ya waziri mkuu kwa ufanisi mkubwa, ana uwezo wa kulisaidia taifa letu kupiga kasi zaidi ya maendeleo. Kwa hiyo mimi nimpongeze kwa kuteuliwa katika nafasi hiyo, lakini pia nimtakie heri katika kutimiza majukumu yake. Na nimemuona ameanza vizuri sana. Nimeona ameanza kuweka mkazo kusisitiza nidhamu ya utendaji serikalini. Nimeona anaweka mkazo kusisitiza nidhamu ya matumizi ya fedha za walipa kodi. Kuna mahali nimemwona anakwenda paka na vipimo kuangalia kama miradi ya ujenzi inayotekelezwa ni kweli materials na mambo mengine yanafanyika kama ilivyopangwa. Kwa hiyo kwa kasi hii anayokwenda nayo, mimi naamini kwamba ataisaidia nchi yetu kupiga hatua kubwa sana za kimaendeleo. Kwa hiyo nimuombe na nimtakie heri, lakini nimuombe aendelee kufanya kazi kwa bidii, aendelee kufanya kazi kwa kujituma. Na mimi namuona kama ni mtu mchapakazi, lakini ni mtu mkali katika mambo ya msingi. Kwa sisi tunaomfahamu Mwigulu ni mtu wa no nonsense. Kama kuna mambo ya ovyo ovyo, Mwigulu si mtu anayeweza kuyavumilia. Kwa hiyo kwa wale ambao tuliamini katika uwezo wake, hatuna kila sababu ya kuendelea kumpongeza na kumtakia heri katika kutekeleza majukumu yake. Na mimi naamini kwamba mpaka tunafika mwaka 2030 kwa kweli atakuwa ametoa mchango. Okay, wewe umesema kwamba unaamini kwamba mwaka 2030 kupitia uongozi wa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kama waziri mkuu, labda kwa kuhitimisha kwa upande huo, umesema kwamba tutafika pazuri, si ndio? Sasa wewe ulishiriki katika mchakato
wa uchaguzi mwaka 2025. Tunapoanza mwaka 2026 kama safari mpya ya mwaka huu, tutarajie nini kutoka kwako wewe, mdau wa maendeleo, lakini pia kada wa Chama cha Mapinduzi? Karibu sana. Asante, nashukuru. Kama ambavyo nimesema mwanzo, nilishiriki mchakato wa kuomba nafasi ya uongozi. Sikufanikiwa. Lakini nilikuwa na mambo ambayo ningedhani kutoa mchango wangu wa maendeleo kwa watu wetu. Kwa hiyo yale mambo kuyafanya, si lazima uwe kiongozi. Kuna namna nyingi tunaweza kufanya, kuendelea kushirikiana na viongozi waliopo, kushirikiana na serikali na wadau mbalimbali, kuyatekeleza yale ambayo tulikuwa tunadhani tukipata uongozi tungeyatekeleza. Inawezekana isiyo kwa ukubwa huo, lakini bado kuna nafasi ya kuendelea kutoa mchango bila kuwa kiongozi. Kwa hiyo umeniuliza mtarajie nini? Hivi karibuni nitazindua kitu kinaitwa Jafari Saidi Foundation. Hii foundation inataka kufanya kazi na jamii na serikali katika kumobilize, katika kukusanya rasilimali mbalimbali ili kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi, lakini pia na kuleta maendeleo. Sasa hii Jafari Saidi Foundation ambayo nitaizindua hivi karibuni, eneo la kwanza itaangazia eneo la elimu. Unajua, mimi ni miongoni mwa Watanzania wachache wenye bahati. Mimi nimesoma shule za umma kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu. Na kwa kweli nimesoma shule ambazo ninafikiri ni shule miongoni mwa shule bora kabisa katika taifa letu. Kwa hiyo mimi naamini sana katika kusimamia watu kusoma vizuri. Unajua Bwana John Hassan, sisi wakati tunasoma shule za umma ndio zilikuwa shule bora na zinazoaminika zaidi kuliko shule zozote zingine. Ilikuwa mtu ni mpaka akose kwenye shule ya umma ndio akatafuta shule binafsi. Hapa katikati kidogo hiyo hali imekwenda inabadilika. Lakini hii sasa kitendo cha kwenda kubadilika kimebebesha wananchi gharama kubwa sana za maisha. Leo wananchi wengi wanalazimika kwenda kupeleka watoto wao katika shule za binafsi. Wengine si kwa sababu wana uwezo, lakini kwa sababu wanaamini kwamba pengine ndio zina kiwango fulani cha ubora kuliko labda shule za umma. Wanaamini hivyo, sio? Kwa hiyo tuna kazi kubwa sana ya kuzirejesha shule za umma katika ubora wake. Watu ambao hivi fijalia fedha ambazo watu wanatumia, gharama kubwa wanazotumia kusomesha, kama tungekuwa na shule za umma zenye kiwango cha juu zaidi cha ubora, hizo fedha zingewasaidia watu kujiletea maendeleo kwa kiwango gani? Kwa hiyo mimi binafsi nitatoa mchango wangu katika kusaidia kuzirejesha shule za umma katika ubora wake. Kurudisha heshima ile awali. Sisi wakati ule shule za umma bwana ni shule ya umma. Na tulikuwa tunakutana watoto wote pale. Watoto wa matajiri, watoto wa masikini, watoto wa viongozi. Kwa mfano mimi nimesoma wakati tunasoma pale Utemini, nilikuwa nakaa dawati moja na mtoto wa DC. Wa wakati huo mzee wetu marehemu Abbas Kandoro. Tulikuwa tunakaa dawati moja na mtoto wa mkuu kaya. Na viongozi wote waliokuwepo hapa walikuwa wengi kwa sababu walikuwa wanakaa Bomani hapa. Shule yao ilikuwa ni Utemini. Kwa sisi watoto wa familia za kawaida tulikuwa tunakutana pamoja na watoto wa viongozi. Lakini tulikuwa tunakutana pamoja na watoto wa wafanyabiashara wakubwa ambao leo ni nadra sana hawa watu kukutana. Labda wanakwenda mpaka wanakutana huko chuo kikuu na wapi kwa wale ambao wanaweza kufika huko. Maana ni kwamba vyuo vikuu vya umma bado ni bora zaidi kuliko vyuo vikuu vya binafsi vingi. Kwa hiyo moja ya kazi ambayo hiyo foundation itafanya ni kusaidia kutoa mchango wa kuzirejesha shule za umma katika ubora wake. Sawa. Ni kuunga mkono juhudi za serikali. Maana serikali sio kwamba haifanyi, inafanya. Lakini tuna kila sababu ya kuendelea kuongeza juhudi zaidi kuzirejesha shule za umma katika ubora wake. Ili kuwapunguzia wananchi gharama wanazobeba. Wengi wa wananchi wanaokwenda kusomesha shule za hela nyingi wanajiminya mno. Wanajibana mno.
ili waweze kusomesha kule. Kama tukizirudisha shule za umma katika ubora ule, tutapunguza gharama kwa kiasi kikubwa sana za maisha kwa watu. Lakini pia hiyo foundation itaangazia masuala ya afya. Tuna changamoto kubwa sana ya watu kumudu gharama za kutibiwa. Sasa ndio maana serikali imekuja na mpango wa kutoa bima ya afya kwa wananchi wote. Itaanza kwa makundi fulani kadhaa, lakini itaendelea kwa wananchi wote, sio? Kwa hiyo sisi kama wadau tutashirikiana na serikali kuhakikisha kwamba basi tunasaidia watu wengi zaidi kupata bima ya afya. Ili waweze kuwa na uhakika wa kutibiwa pale watakapougua. Lakini hii foundation pia itashughulika na masuala ya mazingira. Bwana John Hassan, huu mji wa Singida unaoona, sehemu kubwa ya mji wa Singida ulikuwa unatiririka maji. Kabisa. Sisi tumesoma utemini pale. Ilikuwa tukitumwa maji, tunakimbia kwenye chemchemi zinazozunguka shule ya utemini. Tunakwenda kuchota maji, tunakuja kumwagilia maua. Tulikuwa tunakutana mji mzima, tunakwenda kuoga kwenye chemchemi. Tunakwenda kufua. Mji wote huu ulikuwa unatiririka maji. Leo yale maji yako wapi? Hayapo tena, sio? Huu ni ushahidi kwamba tumeharibu mazingira. Tumerithishwa mazingira mazuri, tumeyaharibu. Sasa kuna hatari ya kurithisha mazingira mabovu zaidi kwa kizazi kijacho. Kama tusipochukua juhudi za kulinda na kuhifadhi mazingira. Kwa ndio maana hii Jafari Said Foundation itajikita pia katika mikakati mbalimbali na programu mbalimbali za kuhifadhi na kutunza mazingira. Ili pia tuweze kurithisha kizazi kijacho mazingira bora zaidi kama yale ambayo tuliyoyakuta. Na tusiendelee kuharibu mazingira kama ambavyo inaonekana hivi sasa. Lakini jambo lingine, hii foundation itakushughulika na masuala ya michezo. Hapo sasa. Mfuatiliaji wa Snada TV. Nilikuambia na nilikueleza, huyu ni mdau nambari 1 wa maendeleo katika mkoa wa Singida, lakini katika nchi yetu ya Tanzania. Hapa ametuambia hivi siku za usoni atazindua foundation yake ya Jafari Said Foundation. Lakini tulizoea ama watu wengi walizoea foundation zinaanzishwa na watu wakubwa, viongozi, kwa mfano Anna Mkapa Foundation, Bill Gates Foundation na kadhalika. Lakini Jafari Said hakika ameona jamii yake kuna changamoto. Kwa hiyo amekuja kwa namna ya kusaidia jamii kuigusa, akiamini kwamba kuigusa jamii au kuwasaidia wananchi sio mpaka uwe kiongozi. Sio mpaka uwe kiongozi wa chama ama serikali ndio uweze kuigusa jamii. Ametuambia foundation yake itajikita katika mambo ya kielimu, mambo ya afya, lakini mambo ya mazingira. Nimemkatisha kidogo alipofika katika sekta anayoipenda, sekta ya michezo. Lakini nikukumbushe kwamba mwaka 2025 alikuwa ni mjumbe wa kamati ya michezo ya Mei Mosi yaliyofanyika katika mkoa wa Singida, na mgeni rasmi alikuwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliyekuja kuhitimisha Mei Mosi, lakini pia michezo ya Mei Mosi. Karibu tena, endelea kutufafanulia kwamba kwenye upande wa michezo hii itajikita zaidi kwenye nini na nini. Karibu. Kwa hiyo sasa, kama nilivyosema, umetaja vizuri na summarize vizuri kwamba Jafari Said Foundation itajikita kwenye elimu, itajikita kwenye afya, itajikita kwenye mazingira, lakini pia na michezo. Sasa kwenye michezo hapa mimi ni declare interest. Conflict of interest. Yes, mimi ni mtu mwenye mapenzi makubwa sana na michezo. Tangu nikiwa mtoto mdogo. Hapa Singida kama kuna watu 50 wananifahamu, basi watu karibu 25 mpaka 30 itakuwa inatokana na michezo. Sisi ndio tulikuwa wale vijana wa Singida wa mpira. Cheza mpira kwa kiwango cha juu sana. Ukiwataja wachezaji kama kina Abdurrahman Mundere, kina Omar Sebo, kina Msengi Kapera, kina Salum Majidi, kina Kiula, miaka Boma, miaka ya 90 na mchezo wa 90 kuja miaka 2000. Kwa hiyo ndio wale watoto wa tuna generation yetu ya mpira hapa Singida. Sawa. Kwa hiyo tumekuwa na hiyo interest kwa muda mrefu na hadi sasa hatujaacha. Kwa mfano baada ya kwenda huko mbele
kwa sasa mimi ni kocha wa mpira wa miguu. Nina leseni B ya CAF kama kozi ya ukocha. Kwa hiyo mimi naamini sana eneo la michezo likisimamiwa vizuri, kwanza linaweza kusaidia kubadilisha maisha ya vijana wengi sana. Kwa hiyo kama nilivyosema, moja ya eneo ambalo Jafari Said Foundation itajielekeza ni kwenye eneo la michezo. Mimi naamini hapa Singida kuna vipaji vingi sana. Sasa tuna kazi kubwa ya kufanya kusaidia kutambua watoto wenye vipaji na kuviendeleza, ili tutengeneze wachezaji wa kiwango cha juu wanaoweza kusaidia mkoa wa Singida, lakini pia wanaoweza kulisaidia taifa letu. Sasa hii foundation of course itafanya kazi nchi nzima, lakini moja ya eneo ambayo itafanya ni kazi ya kubaini watoto wenye vipaji, lakini pia kuwasaidia kuendeleza vipaji vyao. Kwa kufanya nini? Kuhakikisha kwamba kuna vifaa vya michezo wanapata, lakini pia wanapata mafunzo kutoka kwa makocha wenye mafunzo, makocha wenye sifa zinazokubalika, ili tutengeneze wachezaji na wanamichezo ambao wanaweza kufanya vizuri katika viwango vya juu zaidi. Tuna changamoto nafahamu ya miundombinu katika baadhi ya maeneo, lakini sasa tunafanya kazi na wadau wengine ikiwemo serikali kuhakikisha kwamba tunaweza kusimamia vizuri na kuendeleza michezo ambayo inapendwa na watu wengi sana. Na ukiacha mchezo wa mpira wa miguu, Singida pia kuna vipaji vya mchezo wa riadha. Sasa kazi ni kubwa, ni kazi ya kubaini watoto wenye vipaji na kuviendeleza. Ikifanyika hiyo kazi vizuri, mimi naamini watoto wengi watapata ajira, lakini pia michezo ni fursa ya kukuza uchumi pamoja na biashara. Leo kwa mfano tuna timu ya ligi kuu ya Singida Black Stars. Hii timu inavyocheza michezo mbalimbali hapa Singida, wanakuja watu kutoka nje ya Singida, wanakuja hapa, wanatumia huduma mbalimbali za mkoa wa Singida, wanaacha fedha hapa. Kwa hiyo michezo tukiitizama kimkakati ni moja ya eneo muhimu sana linalotoa ajira za moja kwa moja, lakini pia linaweza kusaidia kufanya biashara na kukuza uchumi wa mkoa wa Singida, lakini pia na uchumi wa taifa letu. Kwa hiyo Jafari Said Foundation ni eneo lingine itakaloweka nguvu ni eneo la michezo, sports talents identification na talent development. Na kwa sababu nitaisimamia mwenyewe na mimi ni kocha, naamini itafanya kazi kwa viwango vya juu zaidi. Na kwa sasa kumekuwa na juhudi mbalimbali katika taifa letu la kuanzisha academy. Kuna academy mbalimbali katika nchi hii zimeanzishwa, lakini changamoto hizi academy wakati mwingine inahitajika uwe na fedha ili mtoto wako aende kwenye academy. Sasa mpira huu watoto wengi wenye vipaji ni watoto ambao wazazi wao hata uwezo wa kuwanunulia viatu hawana, uwezo wa kuwanunulia vifaa hawana. Kwa hiyo ni mchezo ambao ni mchezo wa watu masikini mpira huu. Sasa ukimwambia mtoto alipe 100,000, alipe 200,000, 300,000 ili mtoto wake aende akapate mafunzo kwenye academy fulani, bila shaka tutawaacha nje watoto wengi wenye vipaji. Kwa hiyo Jafari Said Foundation yenyewe itakuwa inafanya kazi ya kuchukua watoto wenye vipaji bila kujali uwezo wa wazazi wao. Na kazi yetu itakuwa ni kutafuta rasilimali za kuwekeza. Wazazi hawa kazi yao itakuwa ni kutoa ruhusa kwa watoto ili wakashiriki. Lakini sio mzazi atadaiwa fedha ili mtoto wake mwenye kipaji aweze kwenda kupata mafunzo na kuendelezwa. Hapana. Naamini kupitia initiative hiyo basi tunaweza kusaidia watoto wengi, watoto wa kimaskini, mpira ukawasaidia, ukabadilisha maisha yao na maisha ya familia zao. Kwa hivyo kifupi, haya ndio maeneo makubwa manne ambayo Jafari Said Foundation itajielekeza, lakini itafanya haya kwa kushirikiana na wadau wengine. Itafanya haya kwa kushirikiana na serikali. Itafanya haya kwa kushirikiana na viongozi wa ngazi mbalimbali ambao naamini wote tuna dhamira inayofanana katika kuhakikisha haya maeneo niliyotaja yanaweza kuendelezwa na kuwa bora zaidi kuliko hivi sasa. Lakini pia itafanya kazi maeneo mengine yote ambayo bodi ya wadhamini itakayoona inafaa, nayo yenyewe yanaweza kujumuishwa katika Jafari Said Foundation. Hongera sana. Asante sana. Kwanza kwa namna ambavyo unaelezea inaonekana umedhamiria sana, umeweka nguvu ya kutosha sana katika upande wa michezo,
lakini sio michezo tu, pamoja na vile vipaumbele ambavyo ulizungumza vya elimu, afya na mazingira. Lakini kwa sababu umesema tu declare your interest, you declared, so inaonyesha kabisa jamii itaenda kunufaika na Jafari Said Foundation. Lakini ukiwa kama mdau wa michezo katika nchi ya Tanzania, lakini katika mkoa wetu wa Singida, ambapo vijana wengi sisi tunakutazama wewe kama role model, ambao umekuwa ukiumiza akili yako, unatumia resources nyingi kuhakikisha kwamba unawafikia wale ambao tunasema hawana uwezo. Ndio kama ulivyosema kwamba utakuwepo na talent development, lakini talent nurturing pia. Lakini sasa mimi nikupongeze kwa dhati kwa sababu Mwenyezi Mungu akutangulie na taasisi ikawe ni mfano kwa kuigwa katika mkoa wa Singida, lakini nchi ya Tanzania kwa jumla, kwamba hata sisi na vizazi vyetu na vizazi vingine tutakapokuja ije mfano kutoka Jafari Said Foundation. Lakini ukiwa kama mdau wa michezo, nchi yetu ya Tanzania tumeona kwamba imeshiriki na endelea kushiriki katika mashindano ya AFCON 2026 nchini Morocco. 25. Yes, mashindano ya AFCON 2025 nchini Morocco. Nchi yetu ya Tanzania inashiriki, lakini tangu awali mpaka sasa hivi katika hatua ya 16 imefuzu kama best loser. Na wewe umekuwa kama mfuatiliaji bila shaka. Hebu wewe una yapi kuzungumzia kuhusiana na Tanzania kushiriki katika AFCON 2025 nchini Morocco? Kwanza nianze kwa kuipongeza timu yetu ya Taifa Stars. Naam. Kwa hatua iliyofikia. Hatua hii ni hatua ya kihistoria. Sisi tumeanza kushiriki mara ya kwanza mwaka 1980. Tumekuwa tunakwenda tunaondoka. Lakini hapa katikati tumeanza kushiriki kwa mfululizo. Mara tulipotoka mwaka 1980 tumekuja kushiriki tena mwaka 2019. Baadaye tukashiriki tena mwaka 2023. Na sasa mwaka 2025. Kwa hiyo kuna kazi kubwa imefanyika katika kuendeleza michezo hapa nchini. Hususan huu mchezo wa mpira wa miguu na michezo mingine. Kwa hiyo kitendo cha kuwa tunashiriki mara kwa mara kimeanza kujenga uzoefu fulani. Na kwa mwaka huu kwa mara ya kwanza tumeweza kufuzu kucheza hatua ya 16 bora. Kwa kweli mimi nitumie fursa hii kwa dhati kabisa. Niwapongeze sana wachezaji wa Taifa Stars, nimpongeze sana kocha wa timu ya Taifa Stars Miguel Gamondi. Huyu kocha amepewa timu hata miezi 3 minne hamna. Lakini namna alivyoibadilisha timu inavyocheza kwa nidhamu na kwa kubaki kwenye malengo inathibitisha kwamba huyu ni kocha mwenye uwezo mkubwa. Tuendelee kumwamini na tuendelee kumpa nafasi. Na mimi niwakumbushe wa Tanzania, siku zote tuheshimu taaluma za watu. Kulikuwa na watu wanamkosoa wanataka mpira huu ni taaluma kama taaluma nyingine. Watu wanakaa darasani wanasomea. Sasa usije ukakaa tu kwa barabarani ukaanza kuongea mambo ya kitaalamu wakati hujasomea wala huna utaalamu huo. Kwa hiyo tuendelee kuheshimu taaluma za watu kiwemo hawa makocha na tuendelee kumpa nafasi, na mimi anaweza kutusaidia kufika mbali zaidi. Okay. Lakini kwa sasa kufika hatua ya 16 bora. Kwanza mimi kama mdau wa michezo kwa kweli nimefurahi sana. Okay. Yani unajua kama ni kaulevi unakuwa yani nadhani huwezi kuelezea hiyo furaha iko kwa kiwango gani, lakini nataka niseme tu tulifurahi sana. Na kwa kweli ukizungumza kucheza hatua 16 bora maana yake unazungumza katika timu 16 bora hapa Afrika na Tanzania ni miongoni mwao. Sio hatua ndogo kabisa. Haijalishi tumefuzu vipi. Best loser. Kufuzu ni kufuzu ili mradi ni kwa kuzingatia kanuni na taratibu za mashindano. Hizo nafasi 4 za best loser kila timu pia walikuwa wanaiangalia na hiyo. Sawa bwana. Kwa hiyo sisi kwa kitendo cha kufuzu kwa kweli ni kitendo cha kujivunia kama taifa. Ni kitendo cha kujipongeza. Lakini ni kitendo cha kuendelea kutumia michezo hii kama sababu ya kutuunganisha, kuendelea kuiunga mkono timu yetu ya taifa. Nafahamu kesho na mchezo na Morocco. Morocco ni timu kubwa. Ina historia kubwa, inatuzidi mbali.
lakini dakika 90 wakati mwingine kinachoweza kuamua matokeo ni ile spirit, namna ambavyo wachezaji watajitoa kutimiza majukumu na maelekezo ya benchi la ufundi. Kwa hiyo bado naamini kwamba tuna nafasi ya kufanya vizuri katika mchezo wa kesho, kwa sababu mpira hauchezi na historia wala hauchezi na takwimu kwamba bwana wewe huyu ni wa 50, huyu ni wa ngapi, kwamba automatically atafungwa. Sio hivyo, na historia zipo kwa ajili ya kuvunjwa, sio? Kwa mimi kesho nawatakia kila la heri timu yetu Taifa Stars. Lakini hata ikitokea tumetolewa sisi bwana, hatua hii tuliyofikia mwaka huu tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu na tumeachieve kitu kikubwa. Kwa kuanzia sio kibaya, hata kama ikitokea tumetolewa, tulichokifanya mwaka huu kinatosha, japo tuna nafasi ya kufanya zaidi. Kwa hiyo tuendelee kuwaunga mkono, tuendelee kuwaombea dua, tuendelee kuwatakia kila la heri na kuwahamasisha vijana wetu wanaotuwakilisha. Na kwa kweli leo Tanzania inatajwa dunia nzima kwa sababu ya timu hii ya Taifa Stars. Timu nzima wanajadili kuhusu Tanzania. Sasa kwa kiwango gani Tanzania imejulikana na kufahamika kupitia hii timu? Kwa hiyo kwa nini kama taifa tusiunge mkono? Lakini pia niwaombe wadau mbalimbali ikiwemo serikali pamoja na sekta binafsi tuendelee kuwekeza kwenye michezo. Sisi Tanzania hatutakiwi kuwa timu ya kubabaisha hapa Afrika. Sisi tuna historia kubwa hapa Afrika, kuanzia ile historia ya ukombozi wa bara la Afrika. Tuna kila sababu ya kufanya vizuri kwenye maeneo mengi ikiwemo mchezo. Kwa hiyo tukiendelea kuwekeza vizuri na kuweka usimamizi, ikiwemo kuhakikisha kuna miundombinu ya kutosha ya watoto kucheza. Siku hizi unaweza kwenda kwenye kata au kwenye mtaa hakuna kiwanja. Sasa watu wa mipango miji, unapangaje mji hamna kiwanja? Kuna siku hizi kuna shule, eti shule haina kiwanja. Itakuwaje shule haina kiwanja? Watoto wanacheza wapi? Haya ni mambo ambayo tunafanya mzaha kwenye mambo serious. Lazima watoto wapate nafasi ya kucheza ili waonyeshe vipaji vyao na tuwe taifa ambalo linaweza kufanya vizuri zaidi katika michezo kuliko tunafanya hivi sasa. Okay, shukrani sana. Na wewe timu ya Taifa Stars unaipa asilimia ngapi katika mchezo wa kesho, katika ushindi wake na timu ambayo timu ya Morocco? Lakini pia ikumbukwe historia ya timu ya Ivory Coast pia ilifuzu kama best loser, lakini at the end of the day ikawa bingwa. Wewe unaipa asilimia ngapi timu yetu ya Taifa Stars? Sasa unajua mimi kwa bahati mbaya ni kocha. Kocha huwa huzungumzi kishabiki kama ambavyo washabiki wengine wa mtaani wanaweza. Kwa hiyo I will be honest on this. To be honest, uwezekano wa Taifa Stars kushinda ni 40% kurudi chini. Sawa. Hauwezi kuvuka 40%. Lakini tunaweza kushinda. Isipokuwa kwa maana ya asilimia ulizoniuliza, mimi naipa Taifa Stars 40% ya uwezekano wa kushinda. Sio kwamba hamna uwezekano wa kushinda. 40% ni asilimia nyingi sana. Kwa hiyo mimi naamini wale vijana wakijitolea uwanjani, kila mmoja, maana yake pale wanabaki 11. Kila mmoja akijitoa mpaka tone lake la mwisho la damu, mimi naamini chochote kinaweza kutokea. Lakini utakuwa ni mchezo mgumu. Kwa sababu wenzetu kiufundi, uzoefu wanatuzidi katika maeneo karibu yote. Hapo ni kwao. Na ni wako nyumbani. Lakini pia na sisi tuna wachezaji sio haba, wana uzoefu mkubwa. Watu wakina Bakari Nondo wamecheza finali ya Confederation Cup, wamecheza michezo mikubwa ya CAF Champions League, wamecheza kwenye viwanja vya aina hiyo. Kwa hiyo na sisi tuna wachezaji fulani wenye uzoefu ambao mimi naamini zile kelele wala hazitawasumbua. Badala yake zitakuwa ni kelele za kuwahamasisha na kuwatia moyo. Okay, kwa kuhitimisha sasa. Nchi yetu ya Tanzania mwaka 2027 tutakuwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON. Wewe una yapi kusema? Kwanza nianze kwa kusema kwamba Tanzania kwa kushirikiana na nchi jirani zetu wa Afrika ya Mashariki kwa maana ya Kenya na Uganda tutahost mashindano ya AFCON mwaka 2027. Ukizungumza 2027 unaweza kufikiri ni mbali. 2027 ni mwakani. Kwa hiyo
mimi mwito wangu ni kwamba tuna kila sababu ya kujipanga vizuri, kutumia nafasi hii ya uwenyeji ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na timu ya ushindani itakayoweza kutumia uwenyeji kufanikiwa zaidi katika mashindano ya AFCON 2027. Kwa hiyo mimi naamini kwamba muda uliobaki ni mchache. Tuna almost mwaka mmoja. Si rahisi sana unaweza kusema leo unaweza kumuendeleza mchezaji ambaye hayupo au ambaye hayupo kwenye viwango hivyo leo akawa tayari kucheza mwaka 2027. Kwa hiyo mimi maoni yangu na ushauri wangu, kama taifa lazima tukae tuweke mikakati ya kuwa na timu bora ya ushindani itakayocheza mwakani, sio mbali, sio. Kwa hiyo lazima tuwe na mikakati ya muda mfupi ya kuifanya timu ya Taifa Stars kuwa ni timu bora zaidi na timu ya ushindani zaidi kuliko ilivyo hivi sasa. Unajua, timu wenyeji ikiwa timu kidogo dhaifu, ikiwa timu haifanyi vizuri sana, itaharibu ladha ya mashindano yenyewe. Lakini tutakuwa hatujanufaika vizuri na wenyeji kuliko tukiwa na timu bora ya ushindani. Sasa mimi nashauri nini kifanyike katika mwaka huu mmoja uliobaki? Kama nilivyosema, ni muda mfupi. Hakuna miujiza utakayofanya ya kumuendeleza mchezaji akawa kwenye ubora huo ambao hayuko nao hivi sasa. Kwa hiyo mimi ushauri wangu, maoni yangu, kuna wachezaji wenye uwezo mkubwa. Kama wapo wachezaji wa mataifa mengine, raia wa nchi zingine ambao wako tayari kubadilisha uraia wa nchi zao na kuwa Watanzania, tuwape uraia, tutengeneze timu ya ushindani ya mwakani. Hata kama watakuwa ni 3, 4, sio? Tukaangalia yale maeneo ya kimkakati ambayo yanaweza kusaidia kuimarisha timu, tufanye hivyo. Na tukifanya hivyo, sisi hatutakuwa wa kwanza wala hatutakuwa wa mwisho. Timu nyingi duniani wanafanya vizuri. Ukitafuta wale wanaochangia timu kufanya vizuri, wala asili yao sio raia wa hizo nchi. Hapo utawataja watu kama kina Zinedine Zidane, sio? Zidane asili yake ni Algeria, sio? Kijana wake ni goalkeeper wa timu ya taifa ya Algeria. Lakini kwa kiasi gani ametoa mchango kuijenga na kuisaidia Ufaransa kuwa timu kubwa duniani kimpira, wote tunafahamu, sio? Huyu kijana Kylian Mbappe, sio? Mbappe ni kijana asili yake ni Cameroon, sio? Kwa kiasi gani ametoa mchango kuisaidia Ufaransa kufanya vizuri katika dunia hii kwa mpira wa miguu, wote tunafahamu. Kwa hiyo sisi hapa hatuna sababu, kama kuna watu wana uwezo mkubwa katika mpira wa miguu, wako tayari, hawapati nafasi kwenye nchi zao, wako tayari kubadilisha uraia wa nchi zao na kuwa Watanzania, mimi nashauri tuwape uraia. Na tukiwapa uraia tuwatumie kwenye AFCON 2027 kwa kuzingatia kanuni za mashindano, ili tuhakikishe kama tunakuwa na timu ya ushindani. Kwa sasa mimi nikiangalia, moja ya njia ninayoipa uzito mkubwa wa kutusaidia AFCON 2027 ni hilo. Mimi naamini kabisa tukitekeleza hiyo inaweza kutusaidia kwa kiasi kikubwa kuimarisha uwezo wa timu yetu kushindana, ili tuje tunufaike vizuri na mwenyeji na uwenyeji wetu katika mashindano hayo. Kwa sababu kama timu yetu labda itafuzu au itatolewa labda kwenye hatua za awali, maana yake impact yake ni kwamba pengine watu wataacha kwenda uwanjani, sio? Sasa watu wakiacha kwenda uwanjani, kwa hiyo hata ladha na hamasa ya mashindano yenyewe itapotea. Kwa hiyo lazima tuhakikishe do or die, as it comes 2027 tunakuwa na timu yenye uwezo mkubwa wa kushindana, kucheza hata robo finali, nusu finali, na ikiwezekana kuchukua kombe kabisa la AFCON 2027. Lakini pia jambo la pili, wito wangu nitoe kwa Watanzania, tujipange kunufaika na fursa zitakazotokana na uwepo wa kituo cha AFCON. Kuna biashara nyingi sana zitafanyika zikiambatana na mashindano ya AFCON 2027. Maana yake kutakuwa na wageni wengi. Hawa wageni watahitaji huduma za malazi, watahitaji huduma za chakula, watahitaji huduma za usafiri. Tunajipangaje kuhakikisha kwamba tutanufaika to the maximum na fursa zote zitakazojitokeza kutokana na AFCON 2027 katika nchi yetu? Na sisi watu wa Singida tujipange.
kwa sababu kama unaofahamu, moja ya kituo cha mashindano ya AFCON kitakuwa Arusha. Kutoka Singida Arusha hapa ni masaa 3-4, sio? Umefika Arusha. Tunajipangaje kuhakikisha kwamba tutahudumia kituo cha AFCON Arusha? Kwanza kwa kuhakikisha kwamba watu wanapata kuku wazuri wa kienyeji kutoka Singida, lakini wanapata mboga na matunda kutoka Singida, wanapata nyama ya mbuzi wazuri wa kutoka Singida, wanapata mafuta ya alizeti yaliyo katika ubora wa juu kutoka Singida. Kwa hiyo pia sisi watu wa Singida tusibaki nyuma. 2027 sio mbali. Kama sasa una kuku 20, hakikisha inapofika 2027 una kuku angalau 500, 600, 700, 800. Kwa sababu bila shaka hawa kuku tutawauza sana Arusha. Tutawauza sana kwenye maeneo mbalimbali kwenye kituo cha mashindano. Kwa hiyo wito wangu tuendelee kujiandaa vizuri. Hii fursa haiji mara nyingi. Sisi hatujawahi kuhost mashindano tangu haya mashindano yameanza. Hii ni kwa mara ya kwanza. Inaweza ikachukua miaka mingine 50 kuhost mashindano ya aina hii. Kwa hiyo ni muhimu sana tukahakikisha kwamba tunajipanga vizuri kunufaika na mashindano ya AFCON 2027. Naam, mfuatiliaji wa Snado Red TV, hakika siku ya leo imekuwa siku njema na ndugu yetu mdau wa maendeleo Jafari Saidi ameweza kufunguka kwa kina. Hakika safari ya kuanza mwaka 2026 tumeianza kwa kishindo. Mgeni ameweza kutuachilia baraka za kuanza mwaka kwa kutuambia mambo kuntu ambayo amejipanga, ikiwemo uzinduzi wa Jafari Saidi Foundation, lakini ametuambia kwamba namna walivyojipanga kuhakikisha anaishika jamii na inashika jamii mkono, kuhakikisha inapiga hatua katika upande wa kuihudumia katika sekta ya elimu, afya, mazingira na michezo. Kubwa kuliko, ametoa mchango wake kuhusu namna bora ya kushinda AFCON mwaka 2027 tukiwa kama hosti ama waandaaji, kwamba ameshauri timu yetu ya Taifa Stars inaweza kusajili wachezaji, kuwapa uraia na hatimaye wakafanya vizuri kama ambavyo nchi zingine ama mataifa mengine yamekuwa yakifanya. Mpaka hapa ndiyo tamati ya kipindi chetu ama mahojiano yetu maalum kutoka katika studio za Snado Red TV. Mimi ni ripota wako wa nguvu John Hassan wa Snado Red TV. Tunapatikana katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, X ama Twitter, lakini pamoja na TikTok na YouTube kwa jina hilo la Snado Red TV. Asante na karibu tena studio za Snado Red TV. Nakushukuru sana Bwana John Hassan kwa kunialika. Naam. Na wakati wote mwingine unapopatikana nafasi, usisite kunialika. Naam. Mimi napenda mazungumzo kama haya. Lakini pia nirudie kukupongeza, unafanya kazi nzuri. Shukrani. Kazi ambayo taifa zima sasa linaitambua. Amen. Na mimi nakuona mbali sana mdogo wangu. Asante. Mimi binafsi nitaendelea kufanya kazi na wewe na kukuunga mkono. Naam. Mimi naamini sana siwe kama kijana, mimi kijana. Naam. Vijana tukitembea pamoja, tunaweza kuwa na kesho bora zaidi kuliko ilivyo hivi sasa. Kwa hiyo mimi nikutakie kila la heri katika kazi zako kwa mwaka huu 2026. Endelea kufanya kazi kwa weledi, endelea kufanya kazi kwa kufanya kazi na kila mtu. Shukrani. Wewe ni mwandishi wa habari, ile professionalism ni kitu muhimu. Kwa maana ya kufanya kazi na kila mtu, kutoa kila aina ya taarifa ambayo ni muhimu kufika kwa watu. Mimi naamini ukiyafanya hayo na kama unavyoendelea kuyafanya, kwa kweli utafika mbali. Nimekuona kwa kweli unavyoshirikiana na watu mbalimbali. Shukrani sana. Na lazima watu waelewe kwamba hii wewe ni kazi yako. Asije mtu akategemea kwa nini labda atoe habari za huyu au za yule. Kazi yako wewe lazima uifanye kwa kutoa habari za kila mtu, habari za kila upande. Ili mradi nadhani ni habari muhimu kuwafikia wananchi. Naamini eneo hili kwa Singida tulikuwa nyuma. Lakini wewe unatotoa kimasomaso. Shukrani sana. Lakini na vijana wenzako wengine. Amen. Endeleeni kufanya kazi. Tuendelee kutengeneza kesho yetu katika sekta hii muhimu ya habari na mawasiliano. Shukrani sana. Asante sana. Tulikuwa powered by
Techno Tanzania, lakini Sangaro Glass and Aluminium, bila kusahau Royal Village Hotel, lakini pia Biosustain wanaopatikana mkoani Singida Engineering. Shukrani sana.